Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhaligani wapenzi, nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kunipa nafsi swafi yenye kukunjuka pamoja na uso wenye bashasha na uchamungu wa kumshukuru yeye, neema zake kuzitambua na kuzifanyia kazi. Alhamdulillah. Ama kama kitu cha habari kinavyosema, maada ya leo tutaangalia namna gani tutaweza kumfungua rohani wako. Baada ya kuwa umejifahamu, na nilikuja kwenye video ya mwanzo hili nikatoa sifati za mtu mwenye rohani, japokuwa sikuzimaliza ni nyingi, lakini nitajaribu leo nizitaje baadhi baadaye. Lakini vile vile tufahamu namna ya kuweza kujifungua mtu na marohani. Je, unajifunguaje uweze kufanya kazi kama ilivyokuwa adha ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia katika rahsu yako? Lakini utangulizi ufuatao. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye hugawa rehema zake ama utimiza majukumu yake katika njia mbalimbali, na moja au njia kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huitumia kutimiza majukumu yake ya kiungu ama ya kimungu, huwatumia viumbe wake mbalimbali anaowataka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mfano, Mwenyezi Mungu yeye ni Shafi', ni mwenye kuponya, lakini huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe hauendi moja kwa moja akakuponya Allah. Ile kwa mara nyingi utakwenda kwa daktari, utakwenda kwa mtabibu, atakutibia ndipo utapona. Hatusemi ile mtabibu kakuponya yeye kwa uwezo wake, la wallahi. Yale ni matakwa ambayo amepewa na Allah ama kipawa. Ndio tunasema Mwenyezi Mungu hutimiza uungu wake, majukumu ya kiungu kupitia watu mbalimbali. Ndio akaweka Mwenyezi Mungu anataka wewe ufike Marekani, akaweka viumbe wake, wakatengenezea ndege, wakatengenezea meli. Haya yote ni katika kutimiza Mola wetu majukumu yake ya uungu wake. Hasa tunakuja hapa leo, ni kama nilivyosema, wale marohani wapo wa aina nyingi, lakini wachache wao ni wale ambao wanafanya kazi maalum. Lakini kwa hadithi ya Mtume kwamba kila mtu anao, lakini wachache huja kwa ajili ya kazi maalum. Na leo ndazungumzia wale ambao huja kwa ajili ya kazi ya uganga. Wana dalili gani na hufanyeje ili waweze kufanya hiyo kazi ya uganga biizni Mola Subhanahu wa Ta'ala? Na kabla sijaweza kuendelea, ndugu zangu, inshallah nilikuwa naomba kama bado hujasubscribe, basi naomba usubscribe channel yangu YouTube hapo, ili mradi tuzidi kusapotiana katika haya mambo inshallah. Itakuja utajuaje kama wewe au rohani wako ni wa kutibia? Utafahamuje rohani wako wa kutibia? Jambo la kwanza, mtu mwenye marohani si mgonjwa. Mimi naona watu wengi wanakosea miongoni mwa matabibu, japokuwa si katika kuingilia kazi ya mtu na ufanyaji wake, lakini ilokuwa la haki tuliseme. Lakini kama hikiwa labda kuna mambo tofauti na haya ambayo tunakusudia sisi kusaidia watu, la takhalana, sisi hatuwaingilii. Lakini ilokuwa la muhimu haswa, mtu mwenye rohani haumwi, ila mtu mwenye rohani inabidi apewe taratibu tu, yani mfumo wa kuishi, ili rohani wake uweze kufunguka kwa mfumo wa kuishi. Lakini si kupewa madawa na kufanya vitu kadha wa kadha. Ni njia tu za kupita, tunatofautiana, japokuwa wao wanaofanya hivyo wanatofautiana, kwa wanaofanya wanatofautiana. Lakini niseme tu kwamba haya mambo yanahitaji elimu kubwa na kuwa mfuatiliaji zaidi inshallah. Ama tunaposema ya kwamba huyo rohani unamfunguaje, dalili zifuatazo ni za yule ambaye aisi rohani, ajihisi kitu kwamba kina rohani, na ndio yuwafahamu, ajue kuanzia sasa apate kufahamu kwamba rohani yao ni wa kiganga ama kivipi. Dalili ya kwanza ama dalili ni vile wewe mtu hukawa mara nyingi unaota ndoto aidha wachimba dawa mizizi au wapitie watu dawa, au unavua samaki, ndoto kuota unavua samaki, au kuota ndoto mara kwa mara unapaa. Kupaa kwako unapaa kama unatembea, ni hauna mabawa lakini unapaa kama unatembea, aidha unatembea juu ya vichwa vya watu. Hii ni dalili ya kwamba inabidi kufanya kazi fulani haswa ya kuweza kuokoa watu. Na sio kila mwenye marohani afanya kazi ya uganga tu, la hasha. Kuna mwingine kazi ya uokoaji, wallahi akawa ni mwenye kufundisha watu, muallimu mkubwa biizni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yote haya ushike na sababu, ikhwanan, wallahi tunakubali wewe marohani wako kutibia. Usikubali kuoteshwa tu, wallahi
pamoja na huko kuoteshwa, tafuta sababu. Hapo watu wayafahamu madawa, nenda kasome. Na vile wewe Mwenyezi Mungu akupatia na zawadi kichwani, utakapoenda mtu kumuuliza dawa, hatakuwa na kinyongo, atakufundisha vyote. Na vile kwa sababu wewe ni upo hivyo, utakuwa ni mwenye kuyahifadhi yale mambo na kuweza kuingia kichwani, na yeye atazungumza kama ni mtu ambaye umemmezesha vidonge, atazungumza kila kitu. Subhanallah. Lakini niseme dalili nyingine, vile wewe kwa waota labda unategua mitego, unategua mitego. Mara nyingi mitego wewe unaota wewe ni mtu ambaye unategua, au mtu ambaye unamuokoa mtu kwenye maji. Hizi ndoto usijirudia, maana yake atakia huko mdogo. Ndoto nyingine haiza kuota wallahi huko labda na Waarabu wanakufundisha Qur'ani ama mnasoma Qur'ani, zikawa zinajirudia hizi ndoto zenye kujirudia, si mara moja, zenye kujirudia katika umle wako. Vile vile kuwa mara nyingi wewe ukawa ni mwenye kuhifadhika. Mfano hata ikitokea zahama hizi, mfano inatokea labda mpo katika sehemu wewe unakuwa mtu wa kuponea chupuchupu kwenye mambo mengi, wewe unaponea chupuchupu. Maana yake ufahamu kabisa kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekuumba kwa ajili ya kazi maalum, kwa ni jukumu lake, amekuwekea viumbe wa kukulinda. Leo kuna makusudio, kuna watu walogo katika hii dunia. Na mimi niseme tu, kuna mtu anapinga uchawi aje kumkuta, akimkuta alhamdulillah, yeye atakuwa wa kwanza kujuzisha hizi tiba. Kikubwa tusimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba Mwenyezi Mungu anakuwekea nguvu na anakuhifadhi, amekupa ulezi ambao utakulea wewe akaweza kutimiza majukumu yake kwa wale watu ambao wanakuja wanarogwa baadaye, ambao wenye matatizo mbalimbali, wakawa kwako wewe ni sehemu kama ya kutokea, ama wewe ukawa ni katika ngazi ya kuwapandisha watu biiznil Maula Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile dalili nyingine kwamba wewe maruhani ya tiba ni kuwa una dua makuburi, yani dua zako ni za kujibiwa. Dua zako mara nyingi ni kujibiwa, mpaka inafikia wakati unaweza kusema kama maisha yako wewe ndio unajipangia hivi, maana kila utakaloomba Mwenyezi Mungu iwe hivi, ya kuwa vile vile kama Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa sisi kwamba kuna watu ambao wanafikia daraja lile watakalolitaka, na Mwenyezi Mungu anataka hilo. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwajalie ni miongoni mwa watu ambao wenye daraja hiyo, mimi na wewe. Lakini tuangalie katika ufunguzi, kweli unao, dalili unazo. Je, unawafunguaje uweze kufanya kazi? Kabla sijaweza kuzungumza namna kuweza kuwafungua, niweze kuwafahamisha kitu kimoja. Kuna mgawanyiko ndugu zanguni. Mgawanyiko huu, hawa marohani ama hata hawa waganga wenyewe ambao wanafanya kazi za tiba, wote hawafanani. Kuna wale wanasema waganga wa kitabu. Huyo mganga wa kitabu si ule uganga wa kitabu tunasema si vitabu vile vya kishirikina, hapana. Yeye ni mtu wa Qur'ani, ad-du'a, kakusomea kul huwallahu ahad, kul bil falaq, kakusomea suratul Baqara, wallahi zinakuwa zinatija alhamdulillah. Vile vile na kuna mganga ambaye hizo Qur'ani afahamu ana kubuli hiyo. Yeye ni mtu wa mizizi, mzee akikuchumia mzizi pale akikupa ukinywa, wallahi wapata nafuu, wapata na afya, wapata na shifaa ndani yake. Sasa lazima ufahamu wewe uko upande gani. Na kuna wengine hashiki mzizi, hashiki nini kile, hashiki kitabu. Yeye ni mtu ambaye anamshika mtu kichwani akapona. Lakini ndo utakuta sasa huu mlango umevamiwa. Leo unasikia mimi sharifu, mimi shekhe, sijui mimi sharifu, mambo. Na wallahi kama sharifu utakuta watu sasa utumie kile cheo kuwaibia watu pesa zao. Ndio mtakakaa kichwa akamfundika maguo, akaja watu akawashika kichwa wanasema wanapona. Ule ni utapeli. Wewe kama Mwenyezi Mungu, wewe kama ni sultani, Mwenyezi Mungu akupa ukubwa wako utajulikana. Hakuna haja watu wakukuazimisha huyu sharifu kafanya, ukubwa wako utajulikana. Na hivi vitu vipo, Mwenyezi Mungu huwapa zawadi hata kiwa wapo wadogo. Lakini sisi tukaviazimisha, mimi sharifu, mimi nini. Haya mambo wallahi nasema, mkubwa hajitangazi, mkubwa hajitafi. Mkubwa watu wataona huyu mkubwa, na hata anayefaa kuongoza, anayefaa kutibia, watu watasema huyu hafaa kutibia, lakini si kujitangaza. Hiyo ni katika madoa, kujitia madoa, subhanallah. Lakini nimepokea simu nyingi pande wa WhatsApp, pande wa kawaida, watu wanasema hawa marohani unafunguliwaje? Jamani, mtu mwenye hao rohani ambaye inabidi atibie, cha kwanza na saha zangu asiweke kichwani mimi na marohani, mimi na manini. Aseme nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anilipe. Haya marohani aseme tu hakuna jambo lolote ama elimu yoyote ambayo iko juu ya Mungu. Mungu elimu zake zote ziko chini yake, anazifahamu. Kwa hili Mungu amenikadiria nalo, naenda nalo hivyo hivyo, wala usitaki kuhoji inakuaje, rohani kakaaje, mweupe mweusi, mwanamke mwanaume, wapo wangapi. Yale mambo unaweza kuingia kwenye ushirikina. Haya mambo tuwaachie wenyewe wanafanya hivyo. Vile vile
katika ufunguzi, jamani, mwenye maruhani si mgonjwa, bali inabidi apewe njia, ndio ufunguzi wake. Yani ni kama story tu, atapigiwa story, pita njia hii kutokana na walimu wako, baada ya kuangaliwa na mwalimu anayejua, sio kutazamiwa kwamba lamli, hapana. Kuangaliwa na mwalimu anayejua, akachukua historia yake ya maisha yake na kubuli yake, huyo mwalimu anakupatia njia ya kupita. Zile njia ama syllabus, ukishika zile syllabus alokupatia mwalimu wako ya kupita, pita hapa, pita hapa. Hao walimu wako nataka kupita hapa ili wakupatie kubuli biiznil maula, ili uweze kufanya kazi, ufanyeje, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Mche Mwenyezi Mungu, wallahi na apa kwa jina la Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona natija wenyewe, utafunguka, utafanya kazi zako vizuri. Utakuwa wewe ni mtu ambaye wala hauna mazonge niseme, lakini sisi leo ndio utakuta sisi tunavuruga zile kubuli, baadaye unakuwa hata ushirikina. Ni mambo ya Mwenyezi Mungu ameyaweka. Lakini ukuta mtu aenda huku, mimi nifungue, mimi nifanyeje, hamna kitu. Na sio kila rohani, labda tuseme kila rohani labda yeye wanasijana hata kubuli. Lakini kubwa hao rohani wako kuwazidisha kubuli ni wewe kuwa mcha Mungu. Basi kuwa mcha Mungu, kwa sababu hao muomba Mungu na wewe muomba Mungu, na Mungu ndiye mwenye kutoa na kugawia. Lilo kuwa kubwa zaidi ni kujikurubisha kwa Allah. Wewe jikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atafahamu nia yako wewe ni ipi, unachotaka wewe ni kipi. Na wallahi Mwenyezi Mungu hana choyo, Mwenyezi Mungu hana wivu kwa mtu, Mwenyezi Mungu wala hapendelei. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni muweza. Ama katika kufunguzi, dawa ambazo zinatakiwa mtu ufunguliwe ni zifuatazo: ni kutumia zile nyungu safi na bukhuli za kheri. Hizo ndo dawa peke yake, baby, utumie dawa peke yake ni hizo. Ama dawa nyingine kuweza kufunguliwa ni maneno tu, namna kuishi, pita njia hii, pita njia hii, ishi hivi, kuna utaratibu, basi unafunguka wenyewe. Lakini ukitafuta kupana madawa, kuchinjiwa na ng'ombe, kuchinjiwa na kuku, kuchinjiwa na mbuzi, ndugu yangu sikufichi, utapoteza pesa zako na utahangaika, na mwisho wa siku utakuja kuona watu wakiongelea haya mambo wote hawana maana. Kumbe wewe haukuwa na maana, kwa sababu maana wewe ulianza fuatilia majambo pasi kwa kukurupuka. Hapana, hizi elimu zipo na niseme zimeweka haswa kwa ajili ya watu fulani, isiwe tu wewe kukurupuka. Ni muhimu sasa kuwa ni mwenye kufuatilia haya majambo. Kwa haya machache ambayo nimeweza kuzungumza, tuombe min alladhina yastami'una alqawla fayaqtabuna hasana, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.